Uliniuliza juu ya malipo ya kodi ya awamu ya pili. Kimsingi tunasema kodi inalipwa kwa wafanyabiashara wadogo pamoja na wafanyabiashara wakubwa. Ndio. Kama nilivyosema hapo awali, wafanyabiashara wadogo ni wale wanaoanzia mauzo ya milioni 4 kwa mwaka mpaka milioni 100. Kuanzia milioni 101 na kuendelea, hao ni wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo hawa wote kimsingi wanapaswa kulipia kodi ya mapato ya awamu ya pili. Hii kodi inagawanywa katika awamu kuu 4. Ndio. Awamu ya kwanza huwa inalipiwa tarehe 31 mwezi wa 3, awamu ya pili inalipiwa tarehe 30 mwezi wa 6, awamu ya 3 inalipiwa tarehe 30 mwezi wa 9 na awamu ya 4 inalipiwa tarehe 31 mwezi wa 12. Yaani hizo ni siku za mwisho, yani isizidi hapo kabla hujalipia. Kwa hiyo tunaelekea kipindi cha awamu ya pili. Tumebakiwa na siku takribani 3. Leo ni tarehe 27. Tuna tarehe 28, 29 na tarehe 30. Kwa hiyo kimsingi tuna mifumo mipya ambayo imeboreshwa. Unapopewa control number ya malipo, uwe mfanyabiashara mdogo, uwe mfanyabiashara mkubwa, control number tayari unayo ya mwaka mzima. Kwa hiyo unaangalia tu ile dokumenti yako ya makadirio ambayo umekadiriwa kama wewe ni mfanyabiashara mdogo. Lakini pia kama ni mfanyabiashara mkubwa, wale wana uwezo pia wa kujifanyia makadirio wenyewe na kutengeneza control number. Kwa hiyo itakuonyesha pale awamu ya pili inatakiwa ilipiwe kabla ya tarehe 30 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo ni toe rai kwa wananchi wote wa mikoa ya Kahama, mkoa wangu wa kikodi, mkoa wa Geita, Tabora, Simiu, Shinyanga, Mwanza, Bukoba na mikoa mingine ambao wanaisikiliza Gold FM waweze kulipia kodi zao stahiki kwa wakati ya awamu ya pili, kuepuka riba, adhabu na usumbufu wote ambao unaweza kujitokeza kwa kutolipa kodi hii kwa wakati. Nini faida ya kulipa kodi ya awamu ya pili na kwa wakati? Faida ni nyingi sana ndugu mtangazaji. Tuna faida za kiuchumi, kijamii, miundombinu, ulinzi na usalama. Ukiangalia kwa mfano kama saizi miundombinu mingi sana imekuwa ikiboreshwa katika nchi yetu. Kwetu sisi hapa Kahama utaona miundombinu inaendelea kuboreshwa. Elimu ni bure, lakini pia maji sasa hizi sio changamoto, ulinzi na usalama upo juu. Kwa hiyo mahitaji yote ya kijamii yanazidi kuboreshwa. Ukiangalia kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, mikopo imekuwa ikitolewa kwa kiwango cha juu. Kwa hiyo niseme tu kodi ndo ina facilitate, inawezesha huduma zote hizi za kijamii. Naam. Njia rahisi, mifumo ambayo imeweka ni rahisi kwa huyu mfanyabiashara kulipa kodi yake ya awamu hii ya pili? Naam. Mifumo ni rahisi sana. Kama nilivyosema hapo awali, unapokuja kwenye makadirio ya awali kama wewe ni mfanyabiashara mdogo, utakuja pale ofisini, tutakufanyia makadirio yako kutokana na mauzo yako stahiki, tutakupa control number. Kwa hiyo ile control number imeonyesha viwango sahihi vya kulipia kodi yako ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo mifumo yetu ni rafiki sana na inawezesha kulipa kodi bila gharama ukifananisha na